Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nashukuru wewe msikilizaji mwenzangu. Tunaendelea na msururu wa kufundishana juu ya kuomba, juu ya maombi, na kichwa changu leo ni ya kwamba usikubali adui wako ajue udhaifu wako. Usikubali adui wako ajue udhaifu wako. Samsoni alipozaliwa, Mungu alikuwa anamjua. Maandiko nasema hata kabla hajazaliwa akapata urithi wa Mungu ambao ni agano la Mungu likanena ndani yake, ya kwamba huyu mtoto anayezaliwa, maana mamake alikaa miaka mingi sana bila kubarikiwa mtoto. So wakati alibarikiwa mtoto yule akawa ni wa miujiza. Lakini kuna kitu Samsoni ambacho adui wake alijua udhaifu wake. Udhaifu ulikuwa ndani wa Samsoni ni roho ya usharati. Alikuwa na udhaifu wa roho ya usharati. Haoni mwanamke, kila mwanamke anampenda. Alikuwa ameoa, lakini alikuwa na mwanamke mwingine akapatana naye. Alikuwa ni kahaba, anaitwa Dalaila. Wafilisti walikuwa wanamuotea, maana alikuwa na nguvu sana. Maandiko alisema, wakati Mungu alisema agano lake, alisema nywele zake zisinyolewe. Wembe hautapita juu ya nywele zake. Kwa hivyo nguvu zake zilikuwa katika nywele. So Samsoni alikuwa na nguvu sana. Alikuwa anashika mbweha 300, anazifunga, anaziweka kamba, anazitia moto, zinachoma mashamba yote wa Wafilisti. Anawapiga Wafilisti. Wafilisti walikuwa wanamuogopa, maana alikuwa na nguvu isiyo kawaida. Anointing ilikuwa imejaa ndani yake. Na yule mwanamke kahaba akampata na akatumiwa na Wafilisti, maana alikuwa amepawa kitita cha pesa ili aweze kujua nguvu zake ziko wapi. Kwa hivyo wakati ameshikana na yule mwanamke, amelala naye, mahali ilipika mara ya 3, Samsoni akamwambia ya kwamba nguvu zangu ziko katika nywele zangu. Ndio naniona na wapiga hawa, ndio naniona nina nguvu hizi. Alipolala, maandiko anasema alipolala akanyolewa nywele zake zote, nguvu zikaisha, udhaifu wake ukajulikana. Wale ambao ni maadui wa Filisti wakaja wakamng'oa macho, wakamtesa mateso mabaya. Nimekuja kukwambia siku ya leo mchana ya kwamba usikubali uwe adui wako ajue udhaifu wako uko wapi. Udhaifu, kila mtu ana udhaifu, lakini udhaifu wako, wacha nikwambie, shetani adui, maana ndio adui, hakuna adui mwingine, ni yeye. Akiujua atakuangusha. Nafahamu nilipokuwa mchezaji wa boxing, na kocha wangu alikuwa ananifundisha, ananiambia kila wakati ukiwa kwa ring, chunga sana guard. Ukiwacha guard, yule opponent wako akiingia akikupiga hiyo guard, ni knockout. Sema amen. Amen. Guard yako ni maombi. Amen. Mungu amekuvalisha maombi. Guard yako ambayo italinda udhaifu wako ni maombi. Wakati Samsoni alipokuwa hana maombi, shetani alijua, akamuingilia, adui akamwangusha na akamwambia, maana alijua ana udhaifu wa wanawake. Sema amen. Amen. Alikuwa na udhaifu wa wanawake. Udhaifu wa wanawake.
Kuna udhaifu mwingine ambao ni mbaya sana, udhaifu wa ulevi, pombe. Unaona mtu anataka kusimama katika wokovu, lakini kila akisimama, akipita baa, akisikia harufu ya pombe, mate inamtoka. Anakunywa 1, 2, 3, anarudia tena pombe. Hatima yake imevunjika. Ana hatima nzuri, lakini pombe imemweza. Udhaifu wake uko wapi? Katika pombe, na shetani amejua. Anaweza kuwa hana pesa, lakini akitembea kwa marafiki tu, marafiki wanamwambia njoo uje kunywe moja. Akinywa moja, akinywa 2, 3, akinywa hivyo, ndio sasa huyo amelewa. Na kama hajalewa, yule rafiki ni mtu mzuri sana. Kuna mtu ana udhaifu huo wa pombe, naongea na mtu mahali pale, nataka nikwambie, huo ni adui anakutafuta, amejua udhaifu wako. Wacha hiyo pombe. Bwana asifiwe sana. Wacha hiyo pombe, maana pombe inakufanya ndio uendi mbele. Pombe imekufanya unalewa sana. Pombe imekufanya imeingia, hata uwezi kusevu, hata uwezi kuangalia maisha yako na watoto wako. Mshahara ukishaingia, ufiki nyumbani mpaka pesa ya mwisho inaisha. Oh my God. Nimekuja kukwambia siku ya leo, huo ni udhaifu. Achana na huo udhaifu, uweze kumshika Yesu. Sema amen. Ingia katika maombi, omba Mungu akusaidie uweze kutoka katika udhaifu. Unajua Samsoni angeingia katika ile, kama angekuwa ni mtu wa maombi, angejua udhaifu wake na angejua huyu ni adui, maana angepata roho ya ufafanuo ndani yake, discerning spirit. Maandiko ya Mungu inasema niite nami nitakuitikia. Mungu anasema nami nitakuonesha mambo makubwa magumu ambayo hujui. Yale magumu ambayo hujui ndio tunaomba ili tupate kuyajua. Sema amen. Ili udhaifu wako usiangushe. Wengine wako na udhaifu wa hasira. Hasira ikipanda ndani yake anaweza fanya chochote. Kuna mama alikuwa ameolewa akiwa na hasira. Bwanake alikuwa anapata shida sana. Maana atavunja kila kitu, kama ni TV, kama ni vyombo vile vya kuvunjika, atavunja vyote. Hasira yake inawaka, anavunja yote. Bwanake anaangalia, anavunja. Na kama ni nyumba pia iliyokuwa na madirisha ambao ni ya vioo, anavunja yote. Inakuwa kulipa, maana landlord hatakubali. Anaenda tena analipa tena, anatengeneza madirisha, anaenda tena ananunua TV nyingine, ananunua vyombo vingine. Hasira ikipata tena na huyo mwanamke, tena anavunja tena. Hasira ni mbaya, ni udhaifu huo. Wacha kuona kama ni sawa. Huo ni udhaifu. Dili na udhaifu wako, umuone Mungu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Dili na udhaifu wako ili umuone Mungu. Udhaifu wako ndio umekutia katika mambo yako. Mambo mengi hayaendi, maana umejaa wewe udhaifu. Wengine umejaa mama, wewe ni masengenyo yamejaa. Huoni raha mpaka siku yako utakuweze kusengenya. Uko mahali pale, nataka nikuhubirie. Nikwambia huo ni udhaifu. Usipende huo udhaifu. Hujaosha hata nyumba, hujafagia hata nyumba yako, hujafanya chochote. Huyo nyumba ya 3 ya 4 unapeleka kule mdomo wako, unapeleka kule masengenyo. Kumejaa masengenyo ndani yako. Wacha nikwambie, wewe umeokoka, ishi na Yesu wako. Ongea na Yesu wako. Senganyeni naye na Yesu wako. Wachana na watu kwenda kusengenya watu wa watu na kuongea habari. Bwana sasa. Huo ni udhaifu. Dili na huo udhaifu wako, umuone Mungu. Mungu anapenda saa ingine mtu wa kimya. Usikize Mungu anasema nini katika maisha yako. Sema amen. Nataka tuweze kunena juu ya mbinu, naziita mbinu 3 adui wako hutumia juu yako. Mbinu 3. Ya kwanza, katika kujua fikira zako. Mara nyingi sana adui anakuja katika fikira, anakuhubiria. Kuna watu wako na watu wawili, ni mtu mmoja ako na watu wawili, anahubiriwa. Anasema nini? Anataka ufanye kitu
anakwambia hapana, hicho kitu si sawa. Anakuhubiria, adui anakuhubiria negative. Hakuna siku shetani atakwambia maneno ya kweli. Tusome kitabu cha Mwanzo. Kulikuwa na watoto wawili hawa, ndugu wawili mapacha waliozaliwa, Yakobo na Esau. Katika Mwanzo 25 mstari wa 29, Yakobo akapika chakula cha dengu, Esau akaja kutoka nyikani, naye alikuwa amechoka sana. Chunga sana kuchoka. Shetani anajaribu watu sana kwa kuchoka. Unafanya kitu, unafika mahali unasikia umechoka. Umeenda kanisa, unafikiri umechoka. Umetoa sana, umemtolea Mungu, umechoka. Hapo ndipo yule adui huwa anakuja. So Esau ametoka kuwinda, akakuta hakuna kitu amepata, akawa amechoka. Anarudi nyumbani, akakutana na ndugu yake. Ndugu yake alikuwa anapika, maana ndugu yake alikuwa anajua kupika. Anapika chakula cha dengu na mkate, chapati, chapo. Ndugu yake akasikia harufu. Aliposikia harufu, akamwambia ndugu yake, si unipatie bwana, maana mimi naona nimechoka. Bwana asifiwe sana. Akamwambia sawa, lakini niuzie kwanza urithi wako, maana Esau alikuwa ni mtoto wa kwanza. Niuzie. Maandiko anasema akamuuzia urithi wake wa kwanza ndugu yake Yakobo. Yakobo akaupata. Haleluya. Wakati alichoka, na kuna neno lingine ambalo lilifanyika. Wakati alichoka, Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kuzimia kumefanana na kuchoka pia. Kuzimia ni kwamba hutaki kufanya kitu sasa. Kile kitu ulikuwa unafanya kizuri, unazimia kufanya. Labda ulikuwa unafanya kazi nzuri, unawacha kufanya. Labda ulikuwa unamwimbia kanisani, unamwimbia Mungu, unawacha kufanya. Bwana asifiwe sana. Unazimia. Kuzimia pia ni kubaya. Sikia yale maneno aliongea ya kufa moyo, ambao uchunge maneno kama hayo yasijaribu kutoka ndani yako. Na akasema haya maneno, nataka usikie. Akasema hivi, Yakobo akamwambia kwanza, niuzie. Akamuuzia. Na akasema hivi 32, Esau akasema, tazama mimi ni karibu kufa, itanifaa nini haki hii ya uzazi wangu? Yakobo akamwambia, nipe. Ni karibu kufa. Nani alimwambia anakufa? Hakuna. Ni Ibilisi ambaye amemtega, amejua fikira zake. Sema amen. Maana ni mtu wa kuongea negative. Nimekuja kukufundisha nikikwambia wacha kuongea negative. Shetani huwa anakupima na adui wako anakupima ili akuangushe katika hapo. Nataka tuone ya pili. Ya pili, adui wako anakuja kukuibia kiroho. Maana yeye ni mwizi. Anakuja kuiba, kuharibu na kuua. Ni mwizi. Atakuja kukuibia kiroho. Uko mahali mwili, lakini roho iko mbali. Hauwezi kushika neno na kufundishika neno. Maana akili yako umeenda kanisani, na akili yako unafikiria watoto nyumbani. Akili yako unafikiria uliacha huko chungu na ulikuwa umebandika maharagwe, unafikiria maharagwe yameteketea. Ama unafikiria nyumba sasa na gasi imelipuka, anakutia uoga, nyumba inachomeka, na hakuya kitu, anakuibia kiroho. Kataa kuibiwa kiroho na Ibilisi. Sema amen. Maana yuko katika fikira. He is very smart in kufikiri katika akili. Akili yako chunga. Maana hapo ndio iko chemchemu ya uzima wako, katika akili yako. Sema amen. Sema amen. Ya mwisho inasema
kukunyima furaha ya kumtumikia Mungu wako. Anakunyima furaha ya kumtumikia Mungu wako. Mara nyingi sana adui wako anatumia harassing. He harass you. He harass you. Wakati alimuharas Paulo, maandiko anasema katika Wakorintho wa pili 12 kuanzia mstari wa 7, inasema kwamba kulikuwa na mwiba alikuwa nao, amewekewa katika ujumbe wa shetani. Mwiba. Paulo alikuwa na mwiba, unamsikia? Wafikiri kuwa na mwiba chini ya, ilikuwa nafikiri ni chini ya mguu. Akitembea anatembea hivi, maana unamuuma. Na maandiko anasema mara nyingi ama mara 3 aliomba ili ule mwiba utoke, ili ule uchungu utoke, lakini Mungu akamwambia, neema yangu inakutosha. Siku ya leo sijui ni mwiba gani unao, sijui unakuwa harassed vipi na adui wako. Sometimes harassed inakuwa umekosa mali, unapata pesa, unaona budget haingii, mambo yanakuwa mengi. Huo ni mwiba. Unakosana sana na mke wako, huo ni mwiba. Haleluya. Wewe ukai vizuri, uko na pingamizi nyingi sana, huo ni mwiba. Unakosa kumtumikia Mungu katika uwepo wako wa sawa, huo ni mwiba. Unakosa kuomba, huo ni mwiba. Mwiba unakuwa ndani yako. Unakosa kusoma neno la Mungu, huo ni mwiba. Wakati unasoma neno unasinzia, huo ni mwiba. Mwiba ni mwingi, lakini nimekuja kuambia habari njema. Neema ya Yesu inakutosha. Simama na neema ya Yesu. Omba, usife moyo. Simama na neema ya Bwana. Usirudi nyuma. Don't quit in prayers. Simama katika maombi. Paulo alikuwa na mwiba na anatembea na kuhubiri injili kila mahali na ule mwiba. Hakuna mahali alikaa chini. Alikuwa amegundua siri na anasema, neema Bwana imenitosha. Niko na wewe mahali pale. Nimekuja kukwambia neema Bwana inakutosha. Haijalishi umezungukwa vipi, labda mke wako anakupiga vita, huna amani mahali pale, amekukwaza sana, lakini neema Bwana inakutosha. Watoto wako pale, budget unaiona kubwa, hujui utafanya nini wakati kama huu ambao kuna huli janga la huu ugonjwa na corona iko mahali pale, na unaona pesa imepungua, labda umefutwa kazi pia uko mahali pale, umepunguzwa kwa ajili ya hii corona, uko mahali pale. Nataka nikwambie pia ya kwamba neema Bwana inakutosha. Our God is able. Mungu wetu anaweza atakufungua mlango mwingine wa kazi nyingine. Mungu hawezi akakuacha. He will not forsake you. He will not leave you. Hawezi akakuacha. Simama na Mungu katika ule mwiba uko nao. Simama na Mungu mahali pale. Usikubali kuibiwa kiroho. Simama na yeye Bwana. Usikubali kuanguka katika fikira za shetani za kufikiria negative. Unasema utafaulu, nataka nikwambie utafaulu. Kama hata kuna mtu amekuhubiria kwamba utafaulu, nimekuja kukwambia wewe utafaulu. Kilio umelia sana wewe ambaye unalia mahali pale, uko hospitali mahali pale, unalia, unasema mimi sitatoboa na magonjwa mimi nitakufa. Nataka nikwambie wewe utakufa. Nakwambia enuka sasa katika jina la Yesu. Simama sasa umtumikie Bwana. Wewe utakufa na wewe utapona magonjwa hayo. Haijalishi hata kama ni magonjwa ya corona, wewe unapona katika jina la Yesu. Maana Mungu wetu anaponya magonjwa yote. Hakuna ambacho hakiwezi katika jina la Yesu. Na kushukuru Baba na watu hawa. Jina lako libarikiwe, jina lako liinuliwe. Pigia Bwana makofi jamani mahali.